Mahitaji ya timu yasipopatikana, manake kocha anaweza kaondoka. Kwa hiyo hakuna muda sahihi, umeelewa? Ila kimsingi, kwanza unaponiambia kocha mkuu wa Yanga wa Simba Sports Club, sidhani kama iko sahihi, kwa sababu kwanza hata alipoingia Msimbazi hakuwa na vyeti vilivyomfanya yeye asimame kama kocha mkuu. Maana yake hakuwa kocha mkuu hata hivyo, na ndio maana hata jina lake libadilishwa na kuitwa meneja. Maana yake kwa hiyo alikuwa na timu, alikuwa pale, hakuwa kocha mkuu. Hakuwa kocha mkuu na hakuwa na sifa hiyo, na ndio maana hata inapokuja line hapo kwenye wakati game inataka kuanza, sinakuwa na line up zile za makocha wa timu, utamkuta Salman Matola yuko juu alafu yeye yuko chini. Maana yake yeye hakuwa na hivyo vigezo vya kuwa kocha mkuu katika klabu ya Simba. Simba sasa walifeli wapi kana kwamba kumchukua kocha ambaye ana sintofahamu kiasi hicho, hasa kwa timu kubwa kama Simba? Mimi nafikiri bado ni ile hali ya kukurupuka kwa vilabu vyetu, hasa hivi viwili vikubwa hivi. Hapa sizungumzii ushabiki wa klabu nilionayo, nazungumzia kwa mapenzi ya mpira wa miguu. Umeelewa? Sio klabu na mapenzi ya mpira wa miguu. Vilabu vyetu vina tabia ya kukurupuka, hasa inapofikia wakati wa usajili wa makocha na usajili wa wachezaji pia. Wakati mwingine unaweza kukuta kuna wachezaji wanasajiliwa tumewaona kwa game moja tu, au wakati mwingine kwa kuwa walitufunga tu au waliwapiga chenga tu mabeki wetu tunawasajili. Maanake unakuwaga ni usajili wa kukurupuka, na hata kwenye eneo la makocha ndivyo inavyokuwa. Simba walikurupuka katika kumsajili Upantev, kwa sababu haiwezekani kwa mechi mbili tu ulizocheza nazo basi wewe ikakutosha kwamba umsajili awe miongoni mwa makocha wako. Maanake hapa walikurupuka. Sasa basi, kama walikurupuka, hawapaswi tena kufanya makosa walioyafanya awali. Wanapaswa watulie, watengeneze mazingira ambayo yatawafanya wamlete kocha ambaye atakuwa na vigezo na uwezo mkubwa wa kuivusha Simba kutoka hapa walipodondokea, maanake kuwainua na kuwapeleka huko wanako kuhitaji. Mfano, sitaki tu kuzungumzia Simba, naweza nikaleta na mfano mpaka kwenye klabu yangu ya Yanga. Nakumbuka msimu wa mwaka jana tulishindwa kuingia robo finali, ni kwa makosa madogo tu ambayo sisi tuliyafanya, na makosa yenyewe ni namna tulivyokuwa tukibadilisha